Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu, masaa haya ambayo ameniwezesha niweze kusemezana mawili matatu kwa ajili ya neno lake, na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya wakati wako ambao umenipa ili ya kwamba tukaweze kusikiza neno hili, tusikie sauti ya Mungu jinsi anavyotuarifu na jinsi anavyotueleza. Kwa hivyo kabla tujaanza mkutano ama tujaanza neno, tuanze na kifunguo ambao ni maombi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili Bwana. Ni wewe tu Mungu uliyeziumba mbingu na nchi pasipo nguzo, na lisifu jina lako na kuliabudu, maana unastahili. Asante kwa mtazamaji huyu, yoyote atakayetazama video hii Bwana Yesu, kambariki na kumtakasa na kumhifadhi. Mpe nguvu Bwana, na umpe uwezo wa kufanyika mwana mbele zako Jehova. Asante Yesu, maana umetenda. Ulisema lolote tuombalo kwa jina lako utalitenda na kulitimiza. Ni mambo mapenzi yako Bwana akaweze kutimia. Roho wako akashuke na kutawala Bwana kwa ajili ya neno hili, akanifunulia zaidi ninavyoenda kulisema Bwana, maana wewe ndio mwalimu, wewe ndio mhubiri Bwana, kwa uwezo wa jina lako. Asante kwa kuwa umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa muda wako ambao umeutenga kwa ajili ya kusikiza neno hili, dakika chache ambazo tunaweza kulisikia neno la Mwenyezi Mungu, tukasikia sauti ya Mungu jinsi ambavyo inanena, ikituambia ya kwamba tutii na kusikia sheria na kushika sheria ambazo Mungu mwenyewe anatuambia ya kwamba tukaweze kuzishika, tukashikamane na neno lake, tukaweka uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu ukawe pamoja. Ndiposa Mungu akaweze kututetea na akaweze kutufanya kwa wana wake mbele zake. Manake kuna watu ambao wanachukiza Mwenyezi Mungu kwa vitu ambavyo wanavifanya ambavyo ni vya ulimwengu huu. Maana tunaambiwa kwamba ukiwa rafiki wa dunia, wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Yakobo 4 mstari wa 4. Yaani ukiwa rafiki wa dunia, wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika maisha na katika hali ambazo tuko nazo, tunafaa tunajiuliza maswali. Sisi ni rafiki wa dunia ama ni rafiki wa Mwenyezi Mungu? Maana anatuambia kwamba Ibrahimu alikuwa rafiki yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunahitaji tushike neno la Mwenyezi Mungu na tutende sawasawa na jinsi Mwenyezi Mungu anavyotuarifu na tuhadithia ya kwamba tukue na imani ambayo ni timilifu, ambayo ni komavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kupitia maandiko katika kitabu cha Yeremia 8 kuanzia mstari wa 3. Inasema ya kwamba nakufa kutachaguliwa kuliko kuishi, na mabaki yote waliosalia katika jamaa hii mbovu, waliosalia kila mahali nilikowafukuza, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo maandiko inatuambia kwamba ukianzia mwanzo inasema ya kwamba kuna wakati ambao Mungu anakasirika na wanadamu kwa yale maovu ambayo tunayafanya katika maisha yetu. Tunafanya vitu visivyofaa, vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunaenda njia ambazo ni tofauti na ile Mungu aliyotuagiza tukaifuate na kutenda, tunaasi Mwenyezi Mungu kiasi ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi taka hata kutusikiza. Na ndio maana unapata maafa imekuwa ni mingi, ndio maana unapata vifo vimezidi kuwa vingi zaidi katika hali na katika maisha na kizazi hiki, kwa sababu hatusikii na kutii sheria ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji tusikize sheria ya Mwenyezi Mungu, tukaitende sawasawa na mapenzi yake, ndiposa Mungu afanye nini? Akaturudie sisi na akatuite wanawe, na sisi tukakue wana wake, na yeye akakue baba yetu.
Bwana Yesu apewe sifa. Ninashukuru sana kwa masaa haya na dakika hizi ambazo tunasemezana kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu, ili tupate ufahamu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka wazi ili tuufuate. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiki nasema ya kwamba atatawanya mifupa zote za Yerusalemu, za wenyeji wa Yerusalemu, na zitatolewa makaburini, ataziweka hapa na zitapakae. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiki inatuambia kwamba wakati baada ya kuzitapakaa zile mifupa zile za wakuu na watu wa Yerusalemu na wenyeji wake, ataziweka juu na zitapakae. Na anasema ya kwamba zitakuwa mbovu kabisa, na zitakuwa kama mavi. Bwana Yesu asifiwe sana. Zitakuwa kama mavi mbele ya uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Zitakuwa kama samadi mbele za uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anatuhadithia ya kwamba tufuate sheria na amri zake, Mwenyezi Mungu anatujali na anatupenda, lakini moyo wa mwanadamu unakuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa wanadamu ama moyo wa mwanadamu unakuwa ni mgumu kwa ajili ya kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Moyo wa mwanadamu unakuwa ni mgumu kabisa. Mwanadamu hautaki kufuata yale maagizo ambayo Mungu alipeana ama Bwana Yesu Kristo alipeana tuyafate na kuyatekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapata ya kwamba Mungu anazidi kutuambia katika mstari wa 4 ya kwamba tena utawaambia, Bwana asema hivi, je, watu wataanguka wasisimame tena? Je, mtu atageuka aende zake asirudi tena? Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Hushika udanganyifu sana, kukataa kurudi. Yaani katika kizazi hiki watu wanakataa kurudi, wanakataa kurudia Mwenyezi Mungu, wanakataa kutubia yale maovu ambayo wanayatenda kila uchao, kila masaa, kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wanakataa na kusahau neno la Mwenyezi Mungu. Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tunamkataa na kumuasi. Tunamrudisha msalabani mara kwa mara. Tunatenda visivyofaa. Tumeshika udanganyifu katika mioyo zetu. Tumeshika udanganyifu katika akili zetu. Mawazo yetu yamekuwa na uongo. Tumejidanganya mpaka sisi wenyewe. Tunachukua Mwenyezi Mungu anakuwa kama ni kitu dhaifu, anakuwa ni kama kiumbe tu hivi. Tunachukua Mwenyezi Mungu ni kama ndugu yetu, ni kama dada yetu, ni kama mtu ambayo Bwana Yesu apewe sifa, haelewi na haoni kile tunafanya. Ndipo maandiki inatuambia kwamba watu wataenda katika njia zao na wasirudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na wataanguka wasisimame. Watu tunapoanguka kwa dhambi, tumekuwa washirati, tumekuwa wazinifu, tumekuwa watu ambao ni wakahaba, tumekuwa waongo, tumekuwa wachawi, tumekuwa wezi. Hatugeuki kumwangalia Yesu msalabani, kuomba msamaha na kutubia yale maovu ambayo tumeyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mwenyezi Mungu anauliza ya kwamba hawa watu ambao niliwaumba mimi kwa mikono zangu, ambao ninawapenda, ambao ninawadhamini, ni lini watakaogeuka na kuacha uovu wao na kunirudia mimi? Maandiki inatuambia kwamba kila mtu huenda katika mienendo yake, huenda kwa kasi kabisa katika njia zake zile mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiki inatuambia kwamba wakati tunaacha njia za Mwenyezi Mungu,
wakati tunatenda uovu na uasi mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, Mungu huwa anahuzunika kwa ajili ya ule uovu ambao tunautenda na kuufanya mbele ya macho yake. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema watu hao wa Yerusalemu watu hao wa Yerusalemu, ni kwa nini hawa watu wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Yani watu wamegeuka, wamepiga kisogo madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Wanavyoenda katika makanisa, wanaenda katika makanisa na wanafanya uovu, wanafanya uzinzi katika kanisa, wanafanya usherati na ukahaba katika makanisa. Watu wameshika udanganyifu, watu wameshika uongo katika ndimi zao, wananena mambo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa wanasimama madhabahuni, wanashuhudia uongo, wanashuhudia ukora ambao Mwenyezi Mungu anakataa, ambao Mungu alisema ya kwamba tusidanganye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuambia kwamba yani watu hawa hushika udanganyifu, hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Yani wakati tumedanganya, haturudi na tushtuke tuseme gai tumekosea mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, gai tumekosea mbele ya Mungu. Lakini hawa watu wako na shingo ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu wameshika udanganyifu, wameshika uongo. Hawa watu wamekaa katika hali ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia kwamba nalisikiliza nikasikia, mstari wa 6 inasema nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe kama farasi aendavyo vitani. Bwana Yesu asifiwe. Yani mtu hawezi jutia yale makosa ametenda. Amekuwa muongo, amekuwa mshirati, amekuwa mzinifu, amekuwa mwizi, amekuwa hata mganga, amekuwa mchawi, amekuwa ni mtu wa roho ya jiwe, amekuwa mtu mchawi kabisa, mtu mchafu mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawezi rudia yale makosa ambayo ameyatenda. Atubu, aambie Mwenyezi Mungu amsamehe kwa hilo na asirudie katika yale makosa. Amekuwa ni kitu ya kawaida ambayo anazidi kuirudia kila mara. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mtu wa Mungu sema amen. Mtu wa Mungu sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji ya kwamba turudie makosa ambayo tuliyatenda na tuombe Mungu msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 nasema, naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayo na korongo huangalia wakati wa kuja kwao. Bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Yani watu hawajui amri za Bwana, za Mwenyezi Mungu. Watu hawajui amri za Mwenyezi Mungu. Watu hawajui amri za Mwenyezi Mungu. Inafika ni kiwango Mungu anatufananisha na ndege. Inafika ni kiwango Mungu anatufananisha na viumbe ambavyo ni vya ndege vya angani. Anasema ya kwamba mbayuwayu hujua majira yake, korongo hujua majira yake. Ambayo anajua ya kwamba giza limeingia, wacha nirudi katika chumba cha mahali nakaa. Lakini watu wangu hawajui amri za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwasemaje sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi
imeifanya kuwa uongo. Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, wamelikataa neno la Bwana. Wamelikataa neno la Bwana. Wana akili gani ndani yao? Mpaka Mungu anauliza ya kwamba wana akili gani ndani yao? Wamekataa neno la Bwana, hawalitaki kulisikia. Watu wanapiga neno la Mwenyezi Mungu kisogo, hawataki kusikia sauti ya neno la Mwenyezi Mungu. Lakini believe me or not, kuna siku inakuja watu watalaani tumbo za mama zao. Watu watalaani tumbo za mama zao, maana yale machungu watakayoyapitia, maana yale mambo ambayo watakayoyapitia, watahisi kana kwamba wanachomeka. Hawa watu ambao walisikia neno la Mwenyezi Mungu, watu ambao wanakaidi neno la Bwana, watu hawa Mwenyezi Mungu atakavyoshuka na ghadhabu, watajua ya kwamba Mungu ndiye Mungu na hakuna mwingine kama yeye. Maana anasema ya kwamba kalamu ya uongo ya waandishi imewaandika ya kwamba wao ni kunena tu uongo, wao ni kunena tu ukora, wao ni kufanya tu uovu, wao ni kufanya tu sherati, wao ni kufanya tu uzinifu, wao ni kufanya tu uchafu, wao ni kufanya tu uchawi katika maisha yao. Hakuna mabadiliko ambao wanayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watu hao wana akili gani? Wamelikataa neno la Mwenyezi Mungu, wamelikataa neno la Bwana, hawataki kusikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza ndugu, dada, neno hili siku ya leo. Usiposikia na kutii na kufuata neno la Mwenyezi Mungu na kutii amri na sheria za Mwenyezi Mungu, ghadhabu ya Mungu hii njiani, hii mbioni inakuja. Maandiki inasema katika kitabu cha Luka mlango wa 16, mlango wa 16, ukisoma zile kuanzia 19, zile za habari za yule tajiri na yule Lazaro aliyekuwa akikula makombo, yani na masalio na mabaki yale aliyokuwa tajiri anawacha, ndio utajua jinsi ulimwengu ulivyo na jinsi mbingu zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Utakavyokuwa ukikaa hapa duniani, utakunywa maji hata sopa drum mzima utakunywa, lakini baada ya hapa, baada ya maisha ya hapa duniani, yale maisha ambayo Mungu ametuahidia, yale maisha ambayo Yesu Kristo ametuahidia, usipo yatunza maagano na maagizo ya Yesu Kristo, utakuwa na kiu ya milele. Maana Yesu anatuambia ya kwamba mimi ndimi maji ya uzima wa milele, atakaye ninywa mimi hataona kiu kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaambia yule mwanamke Msamaria katika John mlango wa 4, kuanzia mstari wa kwanza. Ukisoma ujumbe huo, anakutana na yule mwanamke Msamaria mwema. Anaanza kumwelezea ya kwamba mimi ndimi maji ya uzima wa milele. Lakini saa hii, wakati kama huu, majira kama haya, tunaambiwa ya kwamba tufate Yesu Kristo, lakini tumekuwa na shingo ngumu, tumekuwa na vichwa vigumu, tumekuwa watu ambao hawasikii na hawaambiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo Luka 16 mstari kuanzia mstari wa 19 ukielekea mpaka mstari wa 40 inasema ya kwamba kuna wakati unakuja baada ya maisha ya hapa duniani, utatamani hata tone tu mtu achovye kidole katika maji ulambe ile dot yake, lakini haitawezekana, kwa sababu maandiki inaniambia kwamba Ibrahimu alijibu akamwambia tajiri, kati yetu na nyinyi kumeweka shimo kubwa, ambao nyinyi watu wa huko hamwezi kukuja huku na sisi hatuwezi kukuja huko. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hivyo kuna mtengano kati ya watakatifu na walioasi. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maisha yako, tafakari na ujue haya mambo ambayo maandiko inatuambia, haya mambo ambayo tunaambiwa na Mwenyezi Mungu ni mambo yanayofaa, ni mambo tunayohitaji kufuata, ni mambo ambayo tunahitaji kuangalia na kuangazia kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la msingi ni kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Tusikue kama babu zetu walioasi Mwenyezi Mungu akawaua jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Babu zetu walikataa kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Babu zetu walikataa kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, wakaasi Mwenyezi Mungu, wakatenda mambo yasiyofaa. Kitabu ni cha Numbers, Hesabu, Numbers, ukipenda Hesabu chapter number 14. Tunaanzia mstari wa kwanza. Inasema ya kwamba mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Kwa hivyo hawa ni wana wa Israeli ambao ni miongoni mwetu wakati huu na kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni miongoni mwetu wakati huu na kizazi hiki, ambapo maandiko yanatuambia kwamba walinena mbele ya Mwenyezi Mungu. Walinena mbele ya Mwenyezi Mungu. Walinena mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ufunuo ambao Mungu anaufunua mahala hapa. Walinena mbele ya Mwenyezi Mungu. Sikia mstari wa tatu, mstari wa pili. Mstari wa pili unasema, kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanatamka katika vinywa vyao, ingekuwa heri tungekufa wapi? Misri. Ama ingekuwa heri tungekufa wapi? Tungekufa katika jangwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Kumbuka ya kwamba maandiko imetuambia ya kwamba katika Yeremia, maandiko imekwambia ya kwamba katika Yeremia 8 kuanzia mstari wa 6 imesema ya kwamba, mstari wa 6, kumbuka, zingatia hili, inasema ya kwamba nalisikiliza nikasikia, lakini nilisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema, nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe kama farasi aendavyo kasi vitani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kumbuka hapa wamesema, heri tungelikufia wapi? Jangwani. Heri tungelikufia katika nchi ya wapi? Ya Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba walinena visivyofaa mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu.
walinena mambo ambayo yalikuwa ni kinyume na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walinena vitu ambavyo vilikuwa vilichukiza Mwenyezi Mungu, walinena mambo ambayo hayakufurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiki yanatuambia kwamba walisema heri tungelikufa Misri, ama heri tungelikufa wapi? Tungelikufa katika jangwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mwenyezi Mungu anasikiliza toka kiti cha enzi, wakisema ya kwamba heri tungekufa Misri, ama heri tungelikufia katika jangwa hili. Mstari wa 3 unasemaje? Unasema, mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga. Kwa upanga wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Kwa hivyo wanaambiana wenyewe, tumweke kiongozi, mtu atakayetuongoza, akuwe ni akida wetu, akuwe ndio mwongozo wetu, turudi wapi? Misri. Lakini Bwana alishawatoa kule Misri, alafu amefika jangwani. Hawaoni yale mazuri ambayo Bwana amewafanyia, hawaoni ile miujiza ambayo Bwana Yesu amewatendea. Wakati wanapatwa tuna shida kidogo, wameanza kugeuka na kusema heri wapi? Misri. Heri tungelikufa wapi? Hapa jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Mwenyezi Mungu alijua kisababu na kisa na maana alichokufanya baada ya kuwatoa wapi? Baada ya kuwatoa kule Misri na kuwaleta katika nchi ambayo aliwaahidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasikiliza wakati wanaongea. Kwa hivyo naomba sana ukuwe makini unaposikiza ujumbe huu. Mungu anasikiliza akiwa wapi? Mbinguni. Haya mambo ambayo wanasema na kusema mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba heri tungelikufa Misri, ama heri tungelikufa katika jangwa hili. Mstari wa 5 nasema, ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli, na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe urithi, iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimuasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula chetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu ni Yoshua ambaye anawatia nguvu ya kwamba wasifadhaike ndani ya akili, wasifadhaike ndani ya mawazo, wasifadhaike ndani ya mioyo zao. Wakuwe na imani. Ni nchi ambayo Mungu aliahidi, na wameipeleleza, wameona kuna wingi wa asali na kuna wingi wa maziwa na ni nchi njema mno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiki yanatuambia kwamba tukifata amri za Mwenyezi Mungu, tutapata kuishi maisha mazuri na mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11 unasema ya kwamba Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini?
nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Kwa hivyo Mungu amesikia wakinena, wakisema ya kwamba heri tufe jangwani ama heri tufanye nini? Turudi Misri. Mungu anauliza ya kwamba hawa watu watanidharau mpaka lini? Mpaka lini wakinidharau? Bwana Yesu asifiwe. Watanidharau mpaka lini? Mungu anauliza Musa, mbona hawa watu wananidharau kiasi hicho? Na watanidharau mpaka lini? Wasiweza kuniamini mimi. Hizi miujiza zote nimezifanya. Wana wa Farao ama wa Misri waliokuwa wakiwafuata wote nimewameza na maji. Baada ya wao kuvuka, maji ikarudi pamoja, ikawakula wa Misri, ikawafunika wa Misri na farasi zao na magari zao wakiwa wanafuatilia. Mbona hawaoni mapigo yale ambayo mapigo 10 ya wale ambao Mungu amepiga nayo Farao? Hawajaona nchi ya Misri maji yote katika nchi ikigeuka ikikuwa damu? Bwana Yesu asifiwe. Hawajaona. Na mbona hawawezi amini Mwenyezi Mungu? Mbona wasiamini neno hili? Mbona wasiniamini mimi? Watanidharau mpaka lini? Wasiniamini. Hivyo ndio Mungu anauliza Musa baada ya Mungu kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema katika mstari wa 12, inasema nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uwezo wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana kati ya watu hawa, maana wewe Bwana wameonekana uso wako, wameonekana uso wako, uso kwa uso, na wingu lako lisimame juu yao. Kisha wewe watangulie mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowaapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu, kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote. Mwenye makosa kwa njia yoyote, mwenye makosa kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa, kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyo wasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Kwa hivyo Musa anaomba Mungu, anamwambia Mungu ya kwamba tafadhali naomba wasamehe tu. Wewe ni mwingi wa rehema, wewe si mwepesi wa hasira. Samea tu hawa watu, samea tu hii umati. Watu watacheka, watasema Bwana umewatoa katika ile nchi, umewaleta katika jangwani, umewaua katika nyikani.
Bwana wasamehe. Mungu anavaa kiatu cha wale watu, yani anawavaa wote, anaomba msamaha kwa niaba yao mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu anavaa wale watu. Musa anavaa wale watu, kila nafsi ya mmoja, na ukumbuke ni watu zaidi ya 600,000, zaidi ya watu 600,000 waliokuwa wametoka Misri wakielekea Kanaani, ni watu zaidi ya 600,000. Kwa hivyo Musa amevaa wale watu, anaomba msamaha kwa niaba yao mbele za Mwenyezi Mungu. Anaambia Mungu, wewe ni mwepesi wa hasira, haki Mungu usiwaue. Ukiwaua watu watatuchekelea, watasema, mataifa watasema umewatoa kule Misri alafu umeshindwa kuwafikisha mahali ulikuwa umewaapia, katika nchi njema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ya kwamba Musa ameomba msamaha kwa niaba yao, ameuteta na Mungu, ameongea na Mungu, ameomba Mungu msamaha kwa sababu ya ule uovu ambao wameufanya, kwa sababu ya yale mambo ambayo wanayafanya maovu mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu. Mungu akanena na Musa, akasikiza Musa. Sasa Mungu akajibu Musa akamwambia kwamba Bwana akasema, mstari wa 20, akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Yani amewasamehe jinsi Musa alivyoomba msamaha, ndiposa anasema kama neno lako lilivyokuwa sawa, nimewasamea. Kwa hivyo Mungu alisamea wana wa Israeli kwa sababu ya Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini haingekuwa ni Musa, Mungu angewaua wote jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mstari wa 21 inasema, lakini hakika yangu, yani Mungu anaapa, hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yani mpaka Mungu amesema ya kwamba hawa watu walionena wakisema, heri tungekufa Misri, heri tungekufa Misri, heri hatungefika hapa, heri hata haya mambo yote yangefanya nini, yangeishia hapa duniani, yangeishia hapa jangwani, tungekufa tuzikwe hapa jangwani, ama tungerudi Misri, ama tungelikufia tu Misri. Bwana anasema ya kwamba hawa watu wote aliyetamka neno lake na kusema hivyo, wote hakuna mmoja yeyote atakayeingia katika ile nchi ambayo Mungu aliapia na kuhadithia Abrahamu ya kwamba atampea uzao wake, ambao alikuwa ameambia Musa unawapelekea ili waweze kuirithi. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hiyo maandiko vizuri, inazidi kusema ya kwamba
mstari wa 28. Mstari wa 28, Bwana anasema na Musa. 28 anasema, waambie kama niishivyo, asema Bwana, hakika niishivyo, waambie kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao ninung'unikia hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mikono yangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefuna na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, nao wataijua nchi ninyi mlio ikataa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wana wao ndio watakaoingia wapi? Katika ile nchi. Lakini wao wenyewe waliotamka na midomo zao na kumwasi Mwenyezi Mungu na kuongea kinyume na kusema heri tungekufa jangwani, ama heri tungerudi Misri, ama heri tungekufia Misri, Bwana amesema ya kwamba hakika hawataivuka na kuingia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma haya maandiko inasema ya kwamba Mungu alikubali akasema ya kwamba ni bora mtafanya nini? Mtakufia katika jangwa hili sawa sawa na neno lenu. Kwa hivyo walitamka mambo ya maafa, mambo ya kifo. Heri tungelikufa hapa. Kwa hivyo inabidi wakufe pale jangwani, watoto wao ndio wafanye nini? Waingie kule Misri, kule Kanani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kwamba wakati tunavyotamka na wakati tunavyoongea, tuchunge matamshi tunayoyanena. Manake wakati tunanena Mwenyezi Mungu anasikia. Na ndiposa anasema kwa Yeremia 8:6 ya kwamba alisikiliza, lakini hawakusema yaliyo sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukizidi kusoma haya maandiko inasema ya kwamba ilibidi walikuwa wamekaribia, ama walikuwa katika karibu na gate ya kuingia wapi? Kanani. Lakini ilibidi Mungu aambie Musa wageuke warudi jangwani. Sasa ilikuwa ni kwamba wale watoto wao ama wana wao waende wawangoje. Siku zile zao zitafika wakufe, wakishafia jangwani, ndio sasa wana wao wafanye nini? Waingie katika ile nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyonena tuangalie katika ndimi zetu kile tunachoongea na kile tunachosema ni kizuri, kinampendeza Mwenyezi Mungu, ama ni kitu cha aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru sana maana Mungu ameleta ufunuo huu siku hii ya leo. Amenipatia ufunuo huu ili nifikishe ujumbe huu katika sehemu mbalimbali ambazo watu ambao wanasikiliza na watasikia waweze kusikiliza ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana kwa mtazamo wako na kwa nafasi yako ambayo umechukua kwa ajili ya kusikiza neno la Mwenyezi Mungu. Asante kwa ajili ya majira haya ambayo Mungu amekuwezesha. Umechukua muda mfupi kwa ajili ya kusikia neno hili. Mungu wa amani akubariki na akulinde, akutende mema, akuwe ni mwongozo kwa maisha yako, akulinde na kukubariki kokote uendako, awe pamoja nawe mahali pote ambapo unapoenda. Mungu akaweze kukubariki na akakuinue na akakuzidishie zaidi katika jina la Yesu Kristo. Shalom, 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 shalom. Bye bye.